kuleta manufaa. Sehemu ya tatu ya msingi kabisa, usije ukafanya tendo la ndoa kwenye ardhi ambayo au kwenye nyumba ambayo ilipatikana kwa energy za chini. Inarudia, usije ukafanya tendo la ndoa wewe na mke wako au wewe na mume wako kwenye ardhi ambayo au kwenye nyumba ambayo ilipatikana kwa energy za chini. Energy zipi hizo? Nyumba iliyopatikana kwa dhuluma, nyumba iliyopatikana kwa wizi, nyumba iliyopatikana kwa utapeli. Hii nyumba au hiyo ardhi inabeba energy za chini. Maana yake watu wake wote ambao wataishi kwenye mazingira yale wanakuwa wamejiconnect na hizo energy. Binadamu ni energy jamani. Huu mwili unauona, ili ni jumba, ila wewe mwenyewe ni umeme, ni energy, na ina sifa ya kuhama huu umeme. Kwa hiyo unapokaa kwenye nyumba au kwenye ardhi ambayo unajua kabisa ardhi hii ilipatikana au mnunuaji alipata kwa kutumia energy za chini, mtetemo wa chini, frequency za chini, maana hata wewe mkazi wa hiyo sehemu unakuwa umejiunganisha na hizo energy. Maana yake hivi, kipindi unafanya tendo la ndoa na mke wako au na mume wako kwenye mazingira kama haya, unajiconnect na hizo sifa. Maana yake nini? Hata mtoto mtakayempata naye atakuwa ana tabia za dhuluma, ana tabia za utapeli, ana tabia za wizi, kwa sababu mbegu ambayo mmeipanda pale ni mbegu yenye sifa za umeme wa chini. Kwa hiyo kwa kuwa energy ina sifa ya kuhama, ile energy itahama kutoka kwenye ile ardhi au ile nyumba, itakuwa ni sehemu yenu nyinyi ambao mnaishi kwenye hayo mazingira. Kwa watu wengi wanapitia maisha magumu kwa sababu tu sehemu wanazokaa zina energy ya chini, zina energy mbaya. Wanajikuta na wao wanabeba zile energy, kwa sababu binadamu ni energy. Kila kitu unachokiona ni energy, vibration ni mtetemo, channel kwa maana ya njia. Umeelewa? Kwa ukikaa kwenye njia ya utapeli, maana yake na wewe utabeba energy ya utapeli. Ukikaa kwenye njia ya dhuluma, maana yake na wewe utabeba energy ya dhuluma. Maana yake sasa, nyumba uliyopanga, nyumba uliyojenga, sehemu unakoishi, tunaangalia mzizi wa energy yake ni ipi. Kama ni energy ya chini, maana yake watu wote ambao wataishi kwenye mazingira hayo watakuwa na maisha ya mateso, huzuni, kuumia, wasiwasi, majuto. Kila siku wao ni kuhangaika tu, kwa sababu hawajui kama pale wanakoishi kuna energy ya chini, mpaka riziki itakuwa ngumu sana kwako. Kwa nini? Kwa sababu umekaa sehemu ambako pana machozi ya watu, pana energy ya chini. Umeelewa? Sasa sehemu kama hiyo upaswi kabisa kufanya tendo la ndoa ambalo ni tendo lenye energy kubwa, lenye upendo wa ndani, furaha ya ndani na amani ya kudumu na ufahamu wa juu. Kwa ukifanya tendo la ndoa sehemu kama hizi ambazo ardhi hiyo imepatikana kwa energy ya chini, ambayo kama nilivyosema tafsiri yake unakuwa uitendei haki hilo tendo, na wewe unajiunganisha na hizo energy ambazo sio nzuri kwako. Na ndio maana watu wengi sana watakuwa ni mashuhuda. Kuna baadhi ya miji au nyumba wakikaa mpaka riziki kwao inakuwa ngumu. Maisha ya kindoa kwao inakuwa ni changamoto kubwa sana. Umeelewa? Ndoa kwao inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu tayari wamejiconnect kwenye ardhi yenye energy za chini, ardhi ambayo ina vibration ya chini. Kwa wewe ukiishi hapo na ukaanza kufanya tendo la ndoa na mke wako, na bahati mbaya mkapata mtoto kama nilivyosema, maana tayari mnakuwa mmejiconnect kwenye hayo matatizo yote. Kwa hiyo na kuzuia hii sehemu ya tatu, usije ukafanya tendo la ndoa sehemu yenye migogoro.